Iran imekanusha vikali madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Tehran iliomba mashambulizi yaliyokuwa yamepangwa dhidi yake yasitishwe ili kutoa nafasi kwa makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati, ikisema madai hayo ni uongo na ni sehemu ya kampeni ya kisiasa inayolenga kuishinikiza Iran pamoja na viongozi wa nchi za Ghuba. Kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi wa Iran walionukuliwa na vyombo vya habari vinavyodhibitiwa kwa kiasi kikubwa na serikali ya nchi hiyo, Tehran haijawahi kuwasilisha ombi lolote kwa Marekani la kusimamisha mashambulizi wala haijabadilisha msimamo wake kuhusu vita hivyo. Maafisa hao ambao hakutajwa majina yao walisema kauli ya Trump inalenga kuonyesha kana kwamba Iran imeanza kulegeza msimamo wake kutokana na shinikizo lake la kijeshi, jambo ambalo walisema si la kweli. Maafisa hao walisema kuwa vikosi vya jeshi la Iran vimewekwa katika kiwango cha juu kabisa cha utayari wa kivita na kwamba kila tawi la kijeshi pamoja na vikosi vya ulinzi vinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Walionya kuwa ikiwa Marekani au washirika wake wataanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, majibu yake yatakuwa makubwa, ya haraka na ya maamuzi, wakidai kuwa mapigano yote yatakayozuka yataonyesha wazi ni nani mwenye nguvu halisi katika eneo hilo. Kauli hiyo imeongeza mvutano wa maneno kati ya Iran na Marekani, wakati juhudi za kidiplomasia zikionekana kuendelea nyuma ya pazia. Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa haitafanya mazungumzo chini ya vitisho vya kijeshi na kwamba haitakubali kushinikizwa kubadili sera zake za usalama au mpango wake wa nyuklia kwa nguvu. Kauli za maafisa wa Iran zimekuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kupitia mtandao wake wa kijamii kuwa ameagiza majeshi ya Marekani kusitisha kwa muda mashambulizi mapya yaliyokuwa yakipangwa dhidi ya Iran. Trump alidai kuwa viongozi wa Mashariki ya Kati wamefikia mfumo wa awali wa makubaliano yanayoweza kumaliza vita vilivyodumu kwa takriban miezi mitano. Katika ujumbe huo, Trump alisema makubaliano hayo yanajumuisha kufunguliwa mara moja kikamilifu na bila masharti kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitia sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Pia alidai kuwa makubaliano hayo yataondoa kile alichokiita tishio la nyuklia la Iran, akieleza kuwa kutokana na maendeleo hayo ameamua kuahirisha mashambulizi yaliyokuwa yameandaliwa dhidi ya taifa hilo. Hata hivyo, Tehran imekanusha kuwepo kwa makubaliano ya aina hiyo na haijatoa dalili zozote za kukubali masharti yaliyotajwa na Trump. Badala yake, viongozi wa Iran wameendelea kusema kuwa taifa hilo halitatoa msimamo wake kwa sababu ya vitisho vya kijeshi au shinikizo la kisiasa kutoka nje. Ripoti hiyo imeeleza kuwa kabla ya Trump kutoa tangazo hilo, mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alifanya mazungumzo ya simu na rais huyo wa Marekani. Kwa mujibu wa mtu anayefahamu mazungumzo hayo, kiongozi huyo wa Saudi Arabia alieleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa Marekani kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha vita kuendelea zaidi katika Mashariki ya Kati na kuhatarisha usalama wa eneo hilo pamoja na uchumi wa dunia. Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba yamekuwa yakifuatilia kwa karibu mgogoro huo kutokana na umuhimu wa mlango wa bahari wa Hormuz katika biashara ya kimataifa ya mafuta. Njia hiyo hupitia sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kwa meli duniani, hivyo kuzuiwa kwake au kuzuka kwa mapigano makubwa kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuathiri uchumi wa mataifa mengi. Kwa sasa, tofauti kubwa kati ya kauli za Washington na Tehran zinaonyesha kuwa bado hakuna mwafaka wa wazi kuhusu hatua zinazofuata. Wakati Trump akisema kuwa mazingira ya makubaliano yameanza kujitokeza, Iran inaendelea kusema kuwa iko tayari kujibu mashambulizi yote na kwamba haitasalimu amri mbele ya shinikizo la Marekani au washirika wake. Hali hiyo inaendelea kuifanya Mashariki ya Kati kubaki kwenye tahadhari kubwa, huku dunia ikisubiri kuona iwapo juhudi za kidiplomasia zitafanikiwa kupunguza mvutano au kama mgogoro huo utaingia katika hatua mpya ya mapambano. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.